السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الطلبة. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة, tukiwa kwenye kikao cha 13 katika silsila ya somo letu hili la usulul fiqh li fadilati Sheikh Muhammad Saleh Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Leo bila shaka ni tarehe 13 na tuko kwenye kikao cha 13, tarehe 13 mwezi wa pili 1448 kwa takwimu ya Hijria, sawia na 27 mwezi wa 7 2026 miladia. Kwenye mlango wetu wa leo almubahu katika at-taklifiyatul khamsa, tulisoma alwajibu, almandubu, almuharramu, almakruhu, na leo tuko kwenye almubahu, kwenye mambo matano yanayojulikana kama at-taklifiyatul khamsa. Tabi' tamaman, la mwisho ni la tano, almubahu. Nikinukuu shekhe kwenye page ya 7 mpaka ya 8 kwenye kitabu al-usulu min ilmi al-usuli, kwenye manhaji ya qismu athanawiyatul ulya athalithu athanawi, namnukuu shekhe kwa kusema almubahu lughatan, tabi' tamaman, mubah kilugha, almu'lanu walma'dhunu fihi. Almu'lanu ni kilichochangazwa, walma'dhunu fihi na kilichoruhusiwa, ambao tutakuja kwenye ufafanuzi kwa kumfuata Sheikh rahimahullah kama alivyozungumza katika kitabu chenyewe. Wastilahan, na kisheria, yani almubah kisheria, ma la yataalaku bihi amru, ni jambo ambalo halikufungamana na amri, kwa hivyo halikuamrishwa, wala nahyun, wala halikukatazwa, lidhatihi, lidhatihi ni jambo tu kwa yenyewe au kwa asili yake lenyewe ni ruhusa, lakini hakuna amri iliyoamrishwa kwa hilo jambo, wala hakuna katazo lililokatazwa. Tayari ishatupa picture, waweza kufanya, waweza kuacha. Sheikh akatupigia mfano kusema kal akli fi ramadhana leila, kama kula Ramadhani usiku, mwezi mtukufu wa Ramadhani, hili la kula usiku. Kwa hivyo itakuwa yaonyesha picha, hakuna amri wala hakuna nahi, lenyewe jambo asili yake. Tayib, Sheikh asema limetoka kwa neno letu, fakharaja biqaulina, fuata kitabu vizuri sana, ma la yataalaku bihi amru, ni jambo lisilofungamana na amri, halina amri. Alwajib walmandub, hili tulitoe. Limadha? Kwa sababu alwajibu, jambo la wajibu, jambo lenye maamrisho. Mafhum? Alwajibu ma amara bihi shari'u ala wajhi alilzam. Walmandub tutaitoa katika kaida, kwa sababu almandubu ma amara bihi shari'u la ala wajhi alilzam. Lakini almubah ma la yataalaku bihi amrun wala nahy. Nafikiri tuko sawa hapo. Naam, pia litoke kwenye neno letu. Sheikh asema wa kharaja biqaulina wala nahyun,
Mubah haifungamani na katazo, kwa kuwa halikukatazwa, halikuamrishwa, halikukatazwa. Litoke almuharram wal makruh. Kwa nini litoke kwa kaida? Kwa sababu almuharramu manaha anhu shari, ni kitu kilichokatazwa na aloweka sharia, tena ala wajhi al-ihsan. Kama ambavyo alwajibu ma amara bihi shari'u ala wajhi al-ilzam, walmandubu ma amara bihi shari'u la ala wajhi al-ilzam, wannahyu ma naha anhu shari'u ala wajhi al-ilzam, walmakruhu ma naha anhu shari'u la ala wajhi al-ilzam. Aliposema lidhatihi, tuko pamoja? Fuata vizuri kitabu. Lidhatihi ma ni hivi, ma lau taallaka bihi amr, iwapo mubahi itafungamana na amri. Mawe lolote litakalokuja likiwa limefungamana na amri, kwa kuwaje? Ittabi' likaunihi wasilatun lima'murin bihi, kwa kuwa kwake ni wasila, ni barabara ya kukufikisha kwenye lililoamrishwa. Au nahyun, au ikaja katazo, likaunihi wasilatan limanhi anhu, kwa kuwa kwake barabara ya kukupeleka kwenye katazo. Sheikh asema fa inna lahu hukmu, hapa mubaha itakuwa na hukumu, ina maana ni hukumu nyingine. Sasa makana wasilatu lahu, kwa ile barabara itakaokuwa nayo ile mubaha, min ma'murin, kukupeleka au kutokamana na lililoamrishwa, au manhi, au lililokatazwa. Lakini kisha akafunga Sheikh, wala yukhrijuhu dhalika an kaunihi mubahan fil asli, hilo halitoi kuwa ni mubaha kiasili, vile vile ni mubaha, lakini imekuja amri ya kuwa ni wasila ya kukupeleka kwenye maamrisho, ama imekuja katazo likitumiwa ni wasila ya kukupeleka kwenye katazo, hapo hukumu nyingine. Lakini asema wal mubahu madama ala wasfi al-ibaha, mubah maadamu iko kwenye kusifiwa kwa ruhusa, jambo limeruhusiwa, fa innahu la yatarattabu alayhi thawabun wala iqab, haipangiki juu yake thawabu wala haipangiki mateso au adhabu, kwa maana kwa kufanya na kutofanya, kwa sababu jambo lenyewe tu kiasili. Allahumma ikija amri ikiwa ni wasila kukupeleka kwenye maamrisho, au ikija nahi katazo ikiwa ni wasila kukupeleka kwenye jambo lililokatazwa, hapo kutakuwa na hukumu nyingine ya kupata thawabu kwa kufika kwa ile barabara kukufikisha kwenye jambo, ama uwe na madhambi kwa ile barabara kukufikisha kwenye nini? Kwenye jambo la madhambi. Na kisha Sheikh akasema wa yusamma halalan wa jaiza, na mubaha inaitwa halali na inaitwa jambo jaiz. Nafikiri mpaka hapo mumenifuata vizuri kwenye hiki kikomo cha kumalizia katika taklifiyatul khamsa la tano ambalo ni mubaha. Kwa hivyo angalia hili ibara nirudie, wa kharaja biqaulina lidhatihi ma law ta'allaka bihi amrun likaunihi wasilatan lima'murin bihi au nahyun likaunihi wasilatan limanhiyin anhu, fa inna lahu hukmun ma kana wasilatan lahu min ma'murin au manhi, wala yukhrijuhu dhalika an kaunihi mubahan fil asl. Ikhwa, ndio hiyo kilugha shekhe kusema almubah ni almu'lanu. Sawa? Almu'lanu ni kitu kilichochangazwa. Mathalan ukasema baha bisirihi, ameieneza na kuichangaza siri yake, litakuwa hili neno limesimama a'lanahu, amelieneza, amelichangaza. Na aliposema Sheikh almadhunu fihi, kwa maana
udhinta laka fil intifai bihi, umeruhusiwa unufaike nalo hilo ambalo la mubah. Mfano, tuko pamoja. Idha qultu abahtuka sayyarati fi hadhihi al-laylati, nikikwambia wewe mwanafunzi, ni mekuruhusu wewe gari langu usiku huu. Au nikikwambia intabih, wa abahtuka baiti limuddati shahrin, nikikwambia hivi itakuwa imesimama kwenye maana adhintu laka fil intifai bi, nimekuruhusu nufaike nacho kile ndichokupa. Sahih? Hiyo ni kwa janibu lugha. Ama istilahan kisheria, hii almubahu asema ma la yataallaku bihi amru, kama jinsi tulivyonukuu shekhe kwenye kitabu chake, ni jambo lisilofungamana na maamrisho, kwa hivyo halikuamrishwa. Tabia tamama sah. Hunaka kharaja alwajib walmandub kama kulna sabiqan, la wajibu na la mandubi litoke kwenye kaida, kwa sababu wajibu imefungamana na maamrisho, na ima ije kwa ulazima ama itoke kwenye ulazima kwa karina iende kwenye maana mengine. Pia inakuja amri iwe ni ya mandub ama karina ituonyeshe ni amri ilotoka kwenye mamdud ikenda kwenye maana mengine, na yote hayo tutakuja nayo mbeleni inshallah fi babil amri wan nahy. Na aliposema wala nahyun ma la yataallaku bihi amrun wala nahyun, almuharram walmakruh tuitoe kama kala sheikhuna. Limadha? Kwa sababu almuharramu ma naha anhu shari'u ala wajhi alilzam, walmakruhu kadhalika ma naha anhu shar'u au shari'u la ala wajhi alilzam. Lakini almubah ibaki vile vile, ma la yataallaku bihi amrun wala nahyun. Tena kasema lidhatihi. Ma maana lidhatihi? Kwa maana ni yenyewe ama asili yake, weko la mubahi ni hivyo, halina amri wala halina nahi. Likija ni amri, tutaweka kwenye babu wasila ili itupe hukumu. Ama nahi ni mimbabil wasila itupe hukumu, lakini asili yake mubahi pale pale, la yataallaku bihi amrun wala nahy. Nafikiri iko wazi, wala ilmu inda Allah. Tayib, haya. Kwa hivyo itakuwa lidhatihi biqat'i an-nadhar an amrin akhar, biqat'i an-nadhar, bila kujali wala kuangalia jambo lingine. Kwa hivyo tusiangalie jambo lingine. Tukiata kuangalia jambo lingine, mubahi itabaki kwenye asili yake, haina maamrisho wala haina makatazo, ni yenyewe tu. Hadhihi mufidatun, hili laleta faida kuliko. Isma' tamaman, biqat'i an-nadhari amma yataallaku bihi, kwa bila kujali au bila kuangalia kile chenye kufungamana nacho. Kwa hivyo itabaki katika asili. Limadha? Liannahu qad yataallaku bihi amr, hilo la mubah, hilo lililoruhusiwa, kilichoruhusiwa, huenda ikafungamana na amri. Je, ikifungamana na amri itakuwa ni mubaha yenye amri au itakuwa ni wasila ya kukupeleka kwenye jambo? Fayakunu ma'muran bihi, itakuwa ni maamur. Sasa ile amri iliyokuja kupitia kwa wasila, hapo tutasema ni maamur. Lakini vile vile ndugu zanguni, asli itabaki pale pale kuwa ni mubah. Adrib lakum mathalan kama dharaba lana mathalan sheikhuna alwalid rahimahullah ta'ala. Mfano, shara'ul ma'i, kununua maji. Ma'i, kununua maji, al aslu fihi annahu mubah,
asili ya kununua maji ni mubah, ruhusa. Kwa hivyo ikiwa ni ruhusa, angalia na kupigia mfano wa wasila. Ikiwa ni ruhusa, hakuna amri iliyoambia nunueni maji, wala hakuna katazo lililowakataza musinunue maji. Kwa hivyo lidhatihi ruhusa. Tayib. Lakini angalia, idha kana yatawaqqafu alayhi aludhu lisalati, ikiwa hili la kununua maji lasimama juu yake kushika udhu, kushika tahara kwa ajili ya swala, na nunua maji nitaka kutawadha kuswali, shirauhu wajiba. Sasa hapo kununua maji itakuwa ni wajibu. Angalia lile ambalo asili yake ni mubahan, ruhusa tu, imekuwa ni maamrisho kupitia kwa wasila. Alwasailu babun wasi'un fi kutubil usul, ni mlango mpana sana katika vitabu vya usul. Fayajibu an tashtaria. Angalia hapo sasa, lile ambalo asili ni mubah limekuwa wajibu, umewajibika kununua, kwa sababu ataka kutekeleza shartan min shuruti salat wa huwa tahara, lianna taharata shartun min sihhati salat. Tayyib. Lianna ma lam yatimmu alwajibu illa bihi, kwa sababu lisilotimia wajibu isipokuwa kwa hilo jambo, kana wajiba, na hilo jambo ni wajibu. Ikiwa la wajibu halitimii mpaka kwa jambo fulani, sasa lile jambo pia la kukufikisha kwenye wajibu pia nalo huwa ni wajibu. Sikia sana katika mlango. Mafhum? Fa idha amara Allahu bi shay'in, Allah tabaraka wa taala akiamrisha jambo, fahuwa amrun bihi, ni amri kwa Mungu kuwa ameliamrisha. Wa bima la yatimu alwajibu illa bi, na ni katika ambalo wajibu halitimii isipokuwa kwa hilo jambo aliloliamrisha Mungu. Tayeb. Nafikiri hapa tumefahamu vizuri ya kuwa mubahi ibaki kwenye asili, isipokuwa ikichukuliwa ni wasila wa kukufikisha kwenye wajibu, ama wasila wa kukufikisha kwenye jambo ambalo la sunna. Limadha ikhwa? Hunaka wasailul ma'murati wa wasailul manhiyati. Katika vitabu vya usul pana barabara za kukufikisha kwenye maamrisho na pana barabara za kukufikisha kwenye makatazo. Na huku nyuma tuliwahi kuzungumza alwasailu laha ahkamul maqasid, zile nyasila barabara za kukufikisha kwenye mambo, kwenye lengo, hupawa hukumu ya lengo. Sasa hapa tutashika hivi, fawasailul ma'murati ma'muratun biha, barabara za kukufikisha kwenye maamrisho, zile barabara pia huwa zimeamrishwa bihadhihi alwasail, kwa nyasila hizi, kwa barabara hizi. Kadhalika aidan wa wasailul manhiyati manhiyatun anha, nyasila barabara za kukufikisha kwenye makatazo, zile barabara pia hupewa hukumu na makatazo, ay an hadhihi alwasail. Sahih jamaa? Tayyib, intabih. Al-usuliyuna yaqulun ash-shari'u, wa qulna sabiqan anna ash-shari'a huwa alladhi wada'a lana ash-shara'i' wa huwa al-hakimu alladhi wada'a lana al-ahkam. Qala ta'ala shara'a lakum min ad-din, ash-shari'u huwa Allah. Ba'da dhalika hakama lana jami'an bil ahkam ash-shar'iyya, inil hukmu illa lillahi yaqussu al-haqqa huwa khairul fasilin. Tayyib. Fashari'u idha naha shay'an, aloweka sharia akikataza jambo, sadda turuqa, huja kaziba barabara, almufdhiyatu ilayhi, barabara yenye kukufikisha katika kile kitu alichokikataza. Ndipo hapa tukasema
Wasailul ma'murat hupewa thawabu na wasailul manhiyat hupewa makatazo adile lengo, ikiwa ni amri zuri ama ni nahi mbovu. Tayib, ndugu zangu talaba, nafikiri tuko pamoja vizuri sana. Sasa takupa mfano mwingine. Angalia sharau thiyabi, billahi alaik, kununua nguo al-aslu al-mubah, asili ya kununua nguo nruhusa, sawa? Sasa ikiwa asli ya kununua nguo al-aslu fihi al-ibaha, intabih, lakin idha tawaqqafa al-fi'lu al-ma'muru bi-shay' kana dhalika shay'u ma'muran, fa idha kana al-ma'muru bihi wajiban kana dhalika shay'u wajiban, wa idha kana al-ma'muru bihi manduban au mustahabban au masnunan kana dhalika shay'u kadhalik. Hata tutafsiri msemo wa kiusul, istafidu bilmada tamaman. Barakallahu fikum. Kununua nguo asili ni ruhusa, sah? Lakin shuf, lakini idha tawaqqafa alfi'lu alma'mur, hiki kitendo kilichoamrishwa kikisimama, bishai, kusimama kwenye kitu, kitendo kilichoamrishwa kimesimama kwenye kitu kilichoamrishwa, kana dhalika shay'u ma'muran, kile kitu huwa ni ma'muran, ni kitu kilichoamrishwa. Intabi, fa idha kana al-ma'muru bihi wajiban, kile kitu kilichoamrishwa ikiwa ni wajibu, kana dhalika shay'u wajiban, na kile kitu huwa ni wajibu na asili yake iko pale kwenye mubah. Wa idha kana al-ma'muru bihi manduban, na kilichoamrishwa ikiwa ni manduban, mustahabban, masnunan au al-ma'muru sunna, kana dhalika shay'u kadhalik, kile kitu hutukua hukumu hiyo hiyo, huwa ni vile vile. Lakini angalia, mubah haitoki kwenye asili yake, lakini hapa wasila imekupeleka kwenye hukumu nyingine. Nitakupa mifano miwili iliyoko usoni. Al-aklu fi ramadhana laylan mubah, kula Ramadhani usiku ni mubah, walivyosema ulama al-usul. Hata sheikhuna al-walid Muhammad Uthaymin pia asema, amepiga mfano al-aklu fi ramadhana laylan mubahan, kula usiku Ramadhani ni mubah. Waweza kupata mshtuko kwanza kulingamana na ulivyosikia ama vitabu vya fiqh vinavyosema, mbali ya hadith. Lakini chukua mfano, umeambiwa wapi kula Ramadhani usiku? Umeambiwa wapi usile Ramadhani usiku? Kwa hivyo itabaki kwenye aslul ibaha. Lakini angalia, Mwenyezi Mungu aliposema uhilla lakum lailata siyami arrafatha ila nisa'i, arrafatha ila nisa'i, malis kadhalik, mumehalalishiwa. Mafhum? Moja hiyo, kuhalalishiwa kuingiliana. Hayangalia, mulipoambiwa fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri, hii kulu washrabu ni amri ama si amri? Aliposema Mtume tasaharu fa inna fi suhuri yani baraka, kuleni daku, katika kula daku kuna baraka. Tunaona hizo ni amri. Lakini sasa angalia, ni jambo likibaki kwenye asli ya ibaha, ikija amri ikiwa ni wasila wa kufanya wewe jambo, mathalan ule uchangamke kwa mambo ya ibadat, kuleni mbaraka mtazipata, na ni sunna hiyo katika masala kula daku. Na kwa kuwa ni umma huu uliowekewa hili jambo la daku, utakuta sasa hili ambalo limetajwa asili ni mubah, limeenda kwenye mandubu kupitia kwa wasail, kupitia kwa barabara kukupeleka. Tukua mfano mwingine ndugu, tuko pamoja jamani?
Kununua nguo tumesemaje? Ni mubaha au sivyo? Ni mubaha. Kwa hivyo hii nguo iko katika sharti katika shuruti za sala ama hakuna? Iko. Tumeambiwa moja katika masharti ya kusihi sala ni satrul aura, na kusitiri chupu. Husitiri kwa majani, husitiri kwa nini? Kwa nguo. Na nguo huziokoti ufuoni, kwenda kununuliwa wapi? Madukani. Sasa imagine, la kununua nguo, kuvaa nguo asili yake ni mubaha, lakini tukitukua barabara lazima twende tununue nguo kwa sababu wa kukamilisha sharti ya swala, lishakuwa la kununua nguo ni wajibu sana. Sasa kupitia kwa wasila katika hilo la mubaha bado tunalizungumza. Umenielewa vizuri jamani? Kwa hivyo hapa kununua nguo itakuwa ni wajibu. Nitakupa pia mfano. Angalia katika mfano huo wasila tu, kununua nguo kumbe imekuwa ni wajibu kupitia kwa wasail, kwa sababu uenda kununua ambacho kitakamilisha sharti ya swala. Na maji vile vile kununua ni mubaha, kununua maji, lakini yaenda kwa wajibu kwa wasila. Na nunua maji kutawadha kwa ajili ya swala. Tukua mfano, kujitia manukato pia ni sunna. Lakini angalia, kujitia manukato, huwezi kujitia manukato bila kununua hayo manukato. Ishakuwa kununua ni sunna, kwa sababu amri imesimama kwenye jambo la sunna, wasila wa kukupelekea kwenye jambo la sunna naoro hupewa hukumu ya sunna. Nafikiri hapa tumeelewa sana kati ya hii mubah na kutoka kwenye ibaha ikaenda kwenye maana wajib au lengine biwasilatin min alwasail. Ala kulli hal, ikhwa talaba, alqaidatu indana hiya, kaida iliyoko kwetu sisi kwenye mlango wa leo wa hiki kifungu cha 5 katika taklifiyatul khamsa ni almubah. Izuie vizuri. Idha kana wasilatan limuharramin, mubaha ikiwa itakuwa wasila, ni barabara ya kwenda kufanya haramu, kwa hivyo itakuwa mubaha hiyo ishatoka kwenye hukumu, fahuwa muharramun. Almubahu ikhwa, idha kana wasilatan limakruhin, ikiwa itakuwa wasila barabara kufanya la makruh, kwa hivyo itakuwa ni makruh. Tayib, almubahu idha kana wasilatan liwajibin, ikiwa ni wasila wa jambo la wajibu, fahuwa wajibun. Almubahu idha kana wasilatan limustahabbin, fahuwa mustahabun ikhwa. Almubahu idha kana wasilatan lilmubahi, fahuwa ala al-asli, itakuwa iko katika asli. Hadha hukmu almubah, hii ndiyo hukumu ya jambo ambalo ni mubah katika la 5 katika taklifi 5 za ahkamu shar'iyya at-taklifiyya. Kwa hivyo ikiwa hadha hukmu al-mubah maadama ala wasfi al-ibahati, maadamu iko kwenye pale pale wasfi wa ibaha ala aslihi, fala yatarattabu alayhi thawabun wala iqab, haipangiki juu yake thawabu wala haipangiki dhambi mpaka tupate uharamu ama uhalali kupitia kwa wasila ila wajibin au wasilatun ila mandubin. Lau nawali insan, lau mwanadamu atanuia hiyo, wasumia halalan wa jaizan, na hili huitwa halal. Mubah huitwa halal, aidan huitwa nini? Huitwa jaizan. Sasa ningependa hamu wanuku muandike sasa asmaul mubah. Katika majina ya mubah, min asmail mubahi, kwanza huitwa hivyo almubahu, istilahi yake kama alivyosema Uthaymeen, tumesoma hivi sasa. Pia almubahu ni alhalalu, almubahu ni alhillu, aljaizu, at-tilqu, almutlaqu. Umeandika vizuri? Tuende kwenye siyaghul mubahi, matemko ya mubah. Ni matemko gani yanatupa maana hii hurudi kwenye mubah?
lafdhu uhilla katika Qur'an, nafikiri mkisoma sa uhilla lakum layl, alaysa kadhalik? Haya, moja, ukija tamko uhilla ni katika siyaghul mubah. Mbili, lafdhu la junaha ziko katika Qur'ani, la junaha alaykum fi kadha kadha kadha, pia hili la maanisha almubah. Likija iqraru nabii sallallahu alayhi wasallam ahda ashabihi ala fi'lin falam yunkir fi'lahu, akikubali mtume sallallahu alayhi wasallam kwa mmoja wa masahaba kutenda kitendo na asinkataze, hiyo yaingia katika nini? Yani almubah, ni kwa kuwa limeruhusika lile. Tayib, sukutu shar'an fi'li ma, sharia kunyamaza kwa kufanya kitendo fulani, sharia ikanyamaza, pia yaingia katika nini? Katika maana ya ibaha au mubah. Angalia Ibnul Qayyim atufungia, Ibnul Qayyim Al-Jawziyya kwenye kifungu chetu cha 5 asemaje? Ibnul Qayyim asema tustafadu al-ibaha, mafhum, hupatikana faida kwa ibaha hili la kuruhusiwa la mubah, hupatikana faida kimaana unapopambana na tamko al-ihlal min lafdhi al-ihlali. Ibn Qayyim, tamko hili la ihlal hili laleta maana ya ibaha. Wa raf'i al-junahi ziko katika Qur'ani, maneno ya Ibn Qayyim. Wal idhnu, tamko hili la idhnu ya maanisha ruhusa mubah. Al-afu pia la maanisha hivyo. Kwa hivyo kama alivyotuambia Sheikh kwenye mlango wa kifungu cha 5, almubahu lughata almu'lan walma'dhun fihi wastilaha ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun lidhatihi kalakli fi ramadana laylan, nimewafafanulia. Fakharaja biqaulina ma la yataallaqu bihi amrun alwajib walmamdub, imetoka kwa sababu ziko amri kwa mawili haya. Wa kharaja biqaulina wala nahyun, imetoka almuharram walmakruh, liko katazo kwa mawili haya. Wa kharaja biqaulina lidhatihi, akatupa ufafanuzi kupitia kwa nyasila, ma law taallaka bihi amrun likaunihi wasilatan lima'murin bihi au nahyun likaunihi wasilatan limanhiyin anhu fa inna lahu hukmun ma kana wasilatan lahu min ma'murin au manhiyin wala yukhrijuhu dhalika an kaunihi mubahan fil asl. Si umeifuata vizuri jamani? Wal mubahu ma dama ala wasfi al ibahati fa innahu la yatarattabu alayhi thawabun wala iqab wa yusamma halalan wa jaiza. Sanati, tutakuja katika kikao chetu cha 14 al-ahkamul wadhiyya. Tushamaliza kifungu cha ahkamu taklifiyatul khamsa, tutakuja kwenye al-ahkamul wadhiyya. Yako mambo mangapi kwa faida zenu? Na wanasihi ndugu talaba, wale ambao wanatufuatilia mbali nyinyi mlioko kwenye hadhara yangu hapa, lakini wale wanaotufuatilia kila pahala, ni uzuri sana mkikipata hiki kitabu mtakifuata vizuri hiki al-usulu min ilmi al-usul. Nafikiri hata mtakiona kimewekwa ubavuni hapo katika kila programu yetu hii ama kwenye jilsa yetu hii. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.